Safi kabisa mtazamaji, matumaini yangu uko mzima. Karibu tena kwenye awamu nyingine. Kumbuka kwamba mgomo wa wahudumu wa afya umeingia siku nyingine, huku maafisa wa afya chini ya mpango wa UHC wakisisitiza kwamba wanataka kandarasi ya kudumu. Mwezi mmoja uliopita, waziri wa afya Aden Duale alisema kwamba watasuluhisha mvutano uliopo, na kulingana na Duale alikuwa anasema katika baadhi ya hospitali wahudumu wa afya ambao wanafanya chini ya mpango wa UHC ni wachache zaidi ikilinganishwa na wale non-staff ambao wanafanya katika baadhi ya hospitali. Tayari wageni wameshafika hapa studioni, ndio swala ambalo tutakuwa tunazamia tuelewe matatizo yako wapi. Ambaye ameketi karibu nami hapa anafahamika kama George Gibore ambaye ni katibu mkuu katika shirika la KUKO. Karibu sana kwenye studio za TV47. Asante sana. Na upande wa pili kule ninaye Isa Ahmed ambaye ni mhudumu wa afya chini ya mpango wa UHC. Na hapa kuna maswala tata, nikianza naye George Gibore ambaye ni katibu wa KUKO. Baraza la magavana na wizara ya afya. Kwanza tuanzie sehemu ambapo maafisa wa UHC walitoka. Kipindi cha corona mwaka wa 2019 walisaidia sana katika shughuli mbalimbali katika kutoa huduma za afya kwa wagonjwa. Kutowapa kandarasi ya kudumu, kulikuwa na makubaliano haya yalikuwa ndani ya CBA. Makubaliano yale ambayo yako kwa sasa, yale ambayo tunasukuma kwamba waweze kupewa kandarasi za kudumu hayakuwa kwa CBA. Hayakuwa kwa CBA. Lakini wakati ule walipoajiriwa, tulikuwa mfumo wetu wa afya ulikuwa umeshtuliwa na tukawa system yetu haikuwa inafanya kazi kwa sababu tulikuwa tumepatikana na janga. Na unajua mkurupuko ule ulipokuja ni kwamba mmoja akishika ama akidautiwa kuwa na ugonjwa, basi hiyo hospitali yote tulikuwa tunafunga. So tukabidi tuweze kureinforce, tuweke watu ambaye pia unawezesha facility kuendelea, kwa sababu basi kama ungefunga facility zile ambazo zinatakiwa kuendelea kuwatathmini walio na ugonjwa na kuwatibu walio na ugonjwa, ni kwamba tungekuwa tuna expose watu wengi. Basi ndio maana tukaenda mgomo, wakaajiriwa. Kumbuka kwamba viongozi wa miungano na wawakilishaji wa wahudumu wa afya tulienda mgomo ndio watu hao waajiriwe. Kwa sababu system yetu to realize it was not ready to address the emergency yenye ambayo tulikuwa nayo. Basi baada ya hapo walifanya kazi nzuri, na serikali iliyokuwepo kupitia kwa rais wakawa wametamka kwa matamshi yao kwamba tutarudisha shukrani kwa watu hao kwa kuwaweka katika kandarasi za kudumu. Kumbuka walipoajiriwa walikuwa wanalipwa nusu kulingana na chini ya wale ambaye ni wenzao, lakini hawakukataa kazi. Walifanya kazi na wakajitolea kwa hali ngumu, kwamba walikuwa naweka maisha yao hatarini, ndio wakaweza kusaidia nchi kwa ajili ya kupigana na janga lile la COVID-19. Sasa ilipoisha wakaahidiwa. Kumbuka matamshi ya rais ni kama sheria bana. Ukipewa ahadi ile rais chini ya utawala uliopita, ndio umepewa, kuna zile expectation unakuwa umejenga kisheria. Ukijengewa expectation, yani umepewa matumuni kwamba utatibiwa upone, inakuwa umewekewa hope mahali fulani. So kisheria pia inatambulika. So hii expectation ziliwekwa na serikali, na serikali lazima itimize yale ambayo imesema. Na ni vizuri pia rais ambaye yupo ameendelea kutamka hivyo hivyo, na akisema na akirudia mara kwa mara. Kile kinatughadhabisha ni kwamba tuko na mfumo wa uongozi ambaye labda unataswishi, kwa sababu matamshi ya serikali kuu kila mara yanapata upinzani katika gatuzi. Sasa inakuwa kama wanakinzana. Wanapokuwa wanakinzana, unapata kuna mfarakano wao uko ile cold war, lakini inapoenda inaadhiri utendakazi wa wafanyakazi wa huduma afya, na pia sasa inaenda na affect wa Kenya ambao wanategemea huduma zetu za umma. Sasa kwa mfano kwa sasa kuna vile wanapigana wao wenyewe. Matamshi, pesa zimewekwa. Wanasema vile wanasema zifanywe, na serikali imesema basi tunaweka kwa dola. Wao wanasema msitupatie zile conditional grant.
Serikali inasema tumekubali, tunawekea, lakini gatuzi wanasema hatuwezi fanya hivyo, na wameisha tangazia. Hata sisi wenyewe tukiwaongelesha kwa chini wanasema hatuwezi kupeana, tunapeana kandarasi ya mwaka mmoja, na kandarasi watu hao wamefanya kandarasi zaidi ya miaka 6. Miaka 6 ni juu, imepita kiwango ile ambaye imewekwa hata kisheria, kwamba watu hao walikuwa wanadhulumiwa, wamelipwa chini ya kiwango kile ambayo wanahitajika. Kumbuka tulipojua tulikuwa na tatizo la uratibishaji wa mishahara, tulipokuwa tukirenew ile constitution yetu, tukaweka SRC ambaye ndio ile commission peke yake iliyo na uwezo wa kutathmini mishahara ya mfanyakazi wote wa serikali. Wakapewa na sisi tukakubali, kwa sababu tulikuwa tunapigana vita, labda serikali haikuwa tayari. Miaka 6 serikali haijakuwa tayari mpaka leo hii kuwamiliki na kuwaweka katika majukumu ambayo miundo msingi ambayo inawafaidi pia, kwa sababu watu hawa hawawezi enda shule, hawezi enda kuongeza tajriba, kwa sababu sekta ya afya lazima upate namna ya kwenda. Kandarasi ni ya kila mwaka, sio? Ni ya kila mwaka. So huwezi ruhusiwa kwenda. Wananyimwa hata pia kuaccess medical services, zile kazi ambazo wanazozifanya. Kuzi-access, it is costly for them. Serikali haijawapatia ile tunaita comprehensive medical cover. Wakitoka hapo, watu hawa hata kulipia watoto wao shule hawezi pandishwa vyeo, na uchumi ni mgumu, na bado unaendelea kusukuma kila siku wanabadilishana kazi na wale wengine ambao wako katika kandarasi za kudumu. Ni ukiritimba na ni uvunjaji wa sheria ulio waziwazi. Na viongozi wetu ambaye ni viongozi katika ugatuzi lazima wajifundishe kutenda mambo wakiwa wanajituma, kwa sababu vyeo walio navyo wamepewa na Wakenya kwa ajili ya kuboresha huduma, si kwa ajili ya kwenda kujiboresha. Si kwa sababu wao hawatafuti huduma za afya katika hospitali zetu za umma. They think ni kwamba tu bora jina ipo. Sio bora jina na sio bora huduma, ni huduma bora tunayoitaka. Asante sana kwa kauli hiyo ambayo umetoa George Gibore. Acha nisikilize upande wa pili. Isa Ahmed, wewe ni mhudumu wa afya chini ya mpango wa UHC. Leo mlikuwa mmefanya maandamano mkaelekea hadi katika bunge la Seneti. Senate na wale viongozi ambao walikuwa pale walisema nini hasa? Kuna matumaini, kuna mwanga? Asante Paul. Leo tulianza maandamano yetu kirasmi, na tulianzia kwa Ministry of Health Headquarters, where we were addressed by CS Duale. You know, Duale ni mtu ambaye ni mtu supportive sana kwa UAC since he came to EC Decade of Health. Unlike the before predecessors yake walikuwa watu wale walikuwa na watu ile supportive. And we headed to Parliament, where the Parliament has not resumed from recess. So we went to Senate, a good enough Senate, minority leader, and all senators. Some senators were there, especially the one of Kajiado was there. And we were there, and we gave out our MOU, and they picked. So we have to move to Council of Governors, but we went to the governor of Nairobi, who was not in the office, plus the chief officers. Anyway, we have to postpone that until the next week. We have a very big demo next week, and we are determined to continue with this demo until the time all the issue of UAC have been addressed. As my colleague has mentioned also many things, because of the time I cannot repeat. But since we were, anyway, I will mix this. Since we were being employed by Ministry of Health through the Public Service Commission to County Public Service Board in 2020, because of the COVID, this is the same governors that time during the time of COVID, and that time our Minister Kagwe announced the state of emergency in the country because of the disease. And when the announcement like that comes to the citizen, it's alarming. And my colleague knew, he mentioned that the staff at that time were very few. And they have to make demonstration for the government to have the extra staff because of this COVID. So we came in under that payment of half salary, which is consolidated with 50,000 for diploma, 70,000 for degree. So we were put under the punitive and discriminative contract for 6 years,
without any negotiation, without any motivation. And when you are working in the county government, you are being discriminated. You are for national government. Even if you have challenges, nobody will listen to you. But you are offering services for the county. For the county. For the county. But for you yourself, take your problem to Minister of Health. Remember somebody from Lodwar going to take his minor problem to headquarters. Can it make sense, really? So the nearby supervisor, which is the county, has to handle this stuff. But for them, they look at, we have been segregated by them from the beginning. As if it was wrong for the government to employ us. Now, we continue with that punitive salary until our unions had to say, no, it's enough. Good enough. Adam Duale is a very good guy. When he came to the docket, he had to fight with our union to make sure that this staff is our Kenyans, our children. Lakini Duale alizungumza mwezi mmoja uliopita na akasema kwamba haya mazungumzo na mzozo ama mvutano uliopo kwa sasa utasuluhishwa kupitia mazungumzo. Mbona hakuja kuwa na mazungumzo? Yeah, our unions went for that. They went for the talks. You know, government, when you go for a dialogue or any discussion, things are just being discussed very well there and documented. But action, you can't feel the action. Yeah, matatizo. George Gibore, matatizo yalikuwa wapi? Unajua matatizo ni mengi, ndugu yangu. Duale alikuwa amesema mwezi mmoja kwamba ndio. Na nimesha sema kabla hata ya kuniuliza swali hiyo, ndio nasema matatizo ni mengi. Na matatizo haya yako kwa the governance structure. Kumaanisha kuanzia hiyo siku hamjafanya mazungumzo yoyote? Mazungumzo, akisema mwezi mmoja, alipoingia alisema mwezi mmoja, si ndio? Tumekuwa tukiongea, tukikubaliana, wakienda pale magavana wanakataa. Kumbuka kwamba nikisema governance structure ni kwamba watu hao wamekuwa wakifanya kazi katika gatuzi tofauti. Wanalipwa na serikali kuu. Matangazo ya kuajira ilitengenezwa na serikali kuu. So wamekuwa wakilipwa na serikali kuu, lakini wanapewa kandarasi na county. So wakati ikifika kwamba watu hawa sasa payroll iende katika county, wanatoa condition, wanasema this is how it need to be done. Ninakubaliana kuna mengine ambayo wanasema ambayo ni ya ukweli, lakini mimi naona mara mingi imekuwa kusettle score ambaye haina nia nzuri. Ndio maana sisi kama maafisa tabibu tunaona kama ama wahudumu wa afya tunaona kwamba tatizo lililopo limetengenezwa na constitution yetu. Na sio hili tu, masuala mengi tu ambayo ikija hata katika mikataba mkielewana, gatuzi wanaweza ruka wakasema kwamba hii hatuwezi tekeleza, imetoka national government. Kumaanisha matatizo yapo kwa Council of Governors. Yes. That is a fact. Kwamba hata wakati ambapo wakisema wanataka kutatua, unaweza pata kuna magavana, kwa mfano gavana wa Nandi amesema tunataka tutafanya. Akifanya wengine wanaingia wanamshambulia. So imekuwa kwamba kama chanzo cha decision imetoka national government, lazima iweke upinzani hata kama ikiwa nzuri. So inakuwa inaadhiri wahudumu wa afya na inachanganya system na system inaendelea. Tangia tulipoenda ugatuzi, tumekuwa na migomo chungu nzima zaidi ya 100 na kitu. Close to around 107 to be precise, either county based ama national. Kwa mfano kama sasa ni national. Na maneno yale ambayo inatufanyisha kwenda national ni ile iko na overarching, ina touch all the counties. Kwa mfano kama sasa tumeenda katika mgomo, tumepata barua inatuambia kwamba tuende tufanye negotiation at county level. Na masuala ambayo tunayasinikiza ni kwamba tulikuwa tumeshakubaliana mwezi wa kwanza tarehe 28 haswa sisi kama maafisa tabibu, na tukawa tumekubaliana muda gani waweze kutekeleza. Hawajatekeleza zaidi ya miezi 4 sasa. Mpaka leo hii hawajatekeleza. Ukiwauliza wanataka kufanya siasa na masuala ya afya. So wameenda pale wakaongea na ile Minister of Labor,
tukaandikiwa barua kwamba tuende katika gatuzi, sisi tunasema masuala haya hayako katika conciliation yoyote. Already kile tunasema tunasinikiza utekelezaji, kwa sababu tulishaongea tukakubaliana jinsi gani ya kuyatekeleza. Kama wanaona tunakiuka sheria, waende kotini. Na hiyo kotini wanaiavoid because wao ndio tatizo. Na ujue kwamba sio wakati mwingi, si wote, lakini unafika kwamba kama mmoja ameenda amesema hivi, wengine wanaenda kususia, wanaanza kusema okay, ngoja tuone vile ilivyo. So mgogoro huu hautaisha leo. Hata tukitatua masuala ya wahudumu wa afya ambaye ni under UHC, mgogoro hauishi, kwa sababu mgogoro mkubwa upo kisheria, upo katika katiba, na ukiweka ndume wale ambao wanajisikia kwamba ndio waonekane wana nguvu, wanaendelea kupigana wakati wananchi wanaumia. Leo nikatoa mfano huu, kasema kwamba tulikuwa tukisikia kwamba serikali hula wananchi wake. Na hula wananchi wake kukutelekeza, kwa kutaka kuwapatia huduma ambazo wanataka. Kwa mfano kwa sasa tukienda katika mgomo, masuala ambayo yapo wazi, pesa tulizipigania ndio tuweze kuwekezewa katika bajeti. Utekelezaji inakuaje ngumu na inaleta shida. Sasa hivi mwaka 2026 ni 8.9 billion shillings. Yes, kwa UHC peke yake. Katika serikali, mbona hizo pesa hazijatolewa? Pesa zipo. Si watalipa mishahara. Tatizo liliopo ni kwamba waweze kuappreciate kwa kuwabadilisha kutoka katika kandarasi dumu zile duni, zile kandarasi fupi, waweke katika permanent and pensionable, so that watu hao wapate security of tenure. Na kwa nini hawataki basi kufanya hivyo? Si ndio nasema mgogoro wao mkubwa ni kwa sababu hiyo decision imefanywa na national government, so wanapigana na national government. Do you know, wewe umemsikiza rais mara ngapi akisema, akiwa Mombasa, akiwa State House, kila mahali amesema tutaweka katika kandarasi. Lakini leo siku hizi matamshi ya rais yanachukuliwa kama matamshi yoyote ya mtu yoyote ambaye inatakiwa kuwa kama sheria. Kwa hivyo tunasema kwamba tuko na mgogoro wa governance. Governance ndio inaumiza sekta yetu na watu wanaendelea kuumia. Leo hii umeona katika taarifa kwamba hospitali zimefungwa, watu wanaenda na wanarudi nyumbani na ugonjwa usubiri. Magavana wanaruka nje ya nchi kwenda kutafuta huduma za afya. Kuna kitu ambacho ulikuwa umetaja kuhusiana na DORA ambao ni mfumo wa ugavi wa mapato. Kumaanisha ni magavana ambao wanashinikiza mfumo huo wa ugavi wa mapato ubadilishwe. Kweli. Pesa mara ya kwanza zikawekwa katika ile inaitwa conditional grant. Kwamba ni pesa ambayo unapewa kwa ajili ya kutekeleza kitu fulani. Tukiuliza serikali kuu kwa nini kufanya hivyo, wao wanasema magavana mara mingi wamepewa pesa kama ziko kwa conditional grant, wanazitumia kivingine. Na wakawa wanahofia kwamba watu hao wakipelekwa chini ya gatuzi, kama hawana sio under conditional grant yenye una specify what you use this money for, wakienda watapeana barua kwa watu wao, na tumeona hayo yakitendeka mbeleni. Kwa hivyo ndio maana tukasema hivi, tulikuwa tunaunga mkono kabisa swala hilo, lakini pia tukasema kwa sababu kumekuwepo na mgogoro, serikali kuu chukua watu hawa waweke katika kandarasi za kudumu, basi wapelekwe wakiwa already wako kwa kandarasi za kudumu na wakiwa na pesa ambazo ziko under DORA zenye zinaweza budgetiwa in perpetuity. Yaani unaweza pangia kwa muhula huu wa mwaka huu wa kifedha na pia mwaka mwingine, kwa sababu conditional grant is a one off. Tunakubaliana na hiyo. So ile ambaye governor nakubaliana na wao, wanasema wakipewa one off, ile kubajetia pesa kwa ajili ya kuwalipa miaka zingine kwa mwaka unaokuja wa kifedha itakuwa tatizo. Sababu tumekuwa tukiona wakipigana kwa ajili ya kuongeza pesa ambazo zinaenda katika gatuzi. So masuala hayo tunakubaliana, lakini masuala haya kwa serikali, kwa mfumo ambao unafanya kazi, hayatakiwi kuaffect sekta ya afya kabisa kabisa. Na ni utepetefu uliopo ambayo kila mwananchi anaweza uona, lakini umejificha chini ya watu wawili ambao wanataka kupimana nguvu, nani msema nini. Ndio. Asante sana kwa kauli hiyo. Isa, naona una jambo la kusema. Paul, I wanted nilikuwa nataka kuongezea juu ya hiyo allocation of budget ya UHC. Tulipewa 8.9 billion. And when the governors realized that the money had been released by the treasury, they came again with this issue of DORA, to come from grant to DORA, which for some of us, we were not for such a terms to be had. We are only after PNP let us to secure the job security of this, our UAC staff. Now governors, okay, they make a lot of noise, this money to be put in DORA. You know, when you come to allocation of revenue, it will be divided to every county like the way they're dividing the other allocation. So the small counties will get less. County like Nairobi
will get a lot of money than the staff. And the counties like Turkana, Marakwet, small county like West Pokot will get less money, and the staff are many. So governors again divide into two. There are those who they want this money to be put on DORA, and the counties from small counties, they want this money to remain in grant so that it will be equal. You know, where the money is in the grant, you don't use for other purposes. It's used only mainly for that purpose. Wakasusiana hivyo mpaka sasa UAC ikakuwa kasi iliisha. Our staff kasi iliisha juzi. Remember, hawana salary, hawana medical cover. This board, they have a lot of challenges. Wengine wako kwa rent. These are the people who were employed during COVID. They have not even acquired assets. So they still own rental houses. Some of them watoto yao wamefukuzwa kwa shule. Mtu hata mwanamume ameokopa kutoka kwa nyumba kwa sababu ya nini? Challenges ya maisha. And that's why some of you are reporting the cases of suicidal. It's because of stress of this. And the governor still continue giving threatening letters to this staff. As we are talking now, there are some letters from the counties are threatening staff to come back for work, not knowing that these people, they have problems. They don't have salaries. Hofu ya makubaliano haya kutoidhinishwa kipindi hiki itakuwa ni gani? Kwa sababu sasa hivi ni mwezi wa 8, tumebakisha mwaka mmoja tuelekee katika uchaguzi wa mwaka 2020. I think today when we made the CS, Honorable Duale, he gave us a promise that since the governors they are putting deaf ear on issue of USC, and they have tried also, Olunga tried to write a letter to take the data of USC to the counties. But it seems the other rankings of the governors made again to return back the letter, which made the ministry to recall back the payrolls of the whole USC staff to national government, which is we are after that. When you look at this, Mr. Paul, county, they have failed totally. Let us just say the fact. They have failed totally to manage a healthy human resource. If I recall how many years since we got our constitution, since the Kibaki time, the late Kibaki, it's almost 20 years, yes, 20 something years. And the government have not even sat down to make an evaluation whether this devolution of health in counties, is it working or is not working? It's like when you are setting your project, of course you are piloting. And you make assessment whether this project is working or not working. If it is not working, then you have to stop that project. The government is high time right now to sit down with the other stakeholders, or to the two houses, which is the Senate and the Parliament, to review the healthy human resource to national government. Or otherwise, we shall continue with this drama of the demonstrations, frustrations. Completely, governors have failed to manage the human resource of health. It's better they put counties to manage only the structures like health facilities and other things. But human resource will be moved to national government. There are 3 ministries which are very, 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 very sensitive in this country. There are 3 many only, which is education, health, and defense. And defense. Or security. You can't develop such ministries. Those ministries are sensitive. And that's why, and to handle health is you are handling human health. And demonstration like this now, we shall end up with having only a sick nation. Right now, our people are suffering. Governors are making their own trips of meetings, not knowing the facilities there, they are closed. People are going to private sectors, which is very expensive. People, they don't have money. So I think the government has high time right now to make speedy to put this issue of health once and for all. Once and for all. Yeah. Asante sana Isa kwa kauli hiyo. Gibore, sijui wazo lako ni ipi kuhusiana na hilo swala la kufanyiwa marekebisho kwa sekta ya afya na kupelekwa katika serikali kuu? Mwito wetu sababu pesa inatolewa. Mwito wetu kwa serikali na Wakenya wote ni kwamba tumekuwa na katiba yetu kwa muda sasa. We need a constitutional audit. Na tuangalie kwamba
tumekuwa na katiba hii kwa muda fulani, imetutumikia kivipi? Ni masuala gani ambaye imesababisha migogoro? Na mgogoro ambaye mara mingi unaenda mpaka kotini, na bado ukiwa kotini kesi zinachukua zaidi ya miaka 3, lakini huduma inakuwa imedidimia. Lazima tujiulize kwamba hii sheria tuliyojipatia imetuhudumia kivipi? Kuna yale ambayo imefanya vizuri na kuna yale ambayo haifanyi vizuri. Kwa sasa nakubaliana na yeye vizuri kabisa. Tunatakiwa a centralized management ya human resource. Hiyo hatuna swala la kufikiria mara mbili. Katika serikali ya kaunti itakuwa na uwezo wa kuwalipa wahudumu wote wa afya katika kwani gatuzi zilitengenezewa tu masuala ya afya? Basi sisi tunasema kwamba tunataka wahudumu wa afya wakuwe managed so that, kama kwa mfano masuala ambayo yanahusiana na security yote, decision is centralized so that upate divergence views kutoka huku na huku. Masuala ya elimu pia iko centralized. Masuala hata ya agriculture, decision is more of centralized. Leo hii unatengeneza policy ambayo inatakiwa kufaidi wananchi, lakini inapata upinzani na magavana because wanataka kusikika wakisema, kwa sababu labda wasiposema kupinga hawana cha kusema. Kupimana nguvu juu ya gharama ya maisha ya mtu, hiyo ndio tunasema kwamba ni jambo ambalo tunatakiwa kuliangalia na macho mawili, kwa sababu iwapo kama kuna kitu ambacho kimeweza sababisha kifo cha mtu mmoja, serikali ambayo inajukumika lazima ichukue majukumu. Jambo kubwa ambalo tumekuwa nalo mbeleni ni kwamba hatuwekezi pesa za kutosha katika sekta ya afya. Naam, shikilia hapo Gibore. Naarifiwa kuna mtazamaji ambaye anapiga simu, angependa kuchangia mada. Mokaya kutoka maeneo ya Nyamira. Halo. Naam, mchango wako ni upi hapa studioni? Mimi naam, nilikuwa nachangia hii mjadala wanasema ya afya. Naam. Afya, wajua mahali walikosea. Pesa ziendi kwa hawa madaktari, ndio muongo wa ndio tunasema. Naam. Afya ni kitu muhimu sana kuzinda yote. Naam. Kwa hivyo tulikuwa tunauliza, naam, hii serikali tunaipenda, lakini sasa washughulikie sisi, washughulikie madaktari. Naam. Ndio sasa watusaidie. Sasa angalia saa hii wameenda mgomo. Naam. Watu hawana pesa. Naam. Na tunataka madaktari warudi kazi. Sasa niambie, nyanya msee atapata pesa wapi ya kuchangia? Ndio tunauliza Ruto, president wetu, angalie mambo ya afya na Duale. Ajane ujauri. Ako na ujauri mwingi. Ujauri. Hiyo ndio tunataka, ujauri ajane. Alipa hawa. Na makansu county government. Naam. Nao wako na ujari kidogo. Hata Kibaki alikuwa anasaidia, lakini sasa hawa ndio wamepoteza network kabisa. Kenya hii hatuoni mahali tunaenda. Naam. Sawa baba. Naam, asante sana Mokaya kwa kauli hiyo nzito ambayo unatoa kutoka maeneo ya Nyamira. Na Gibore, ulikuwa na jambo ambalo ulikuwa unaendelea kwa. Nilikuwa nasema hivi, serikali nyingi zikiwa na tatizo la masuala ya afya ni kwa sababu ya uwekezaji, ambapo fedha ambazo zinawekezwa katika sekta ya afya ni kidogo. Kwamba inaweza sababisha kwamba uwezi ajiri wahudumu wa afya wa kutosha, uwezi kuwa na madawa ya kutosha, na pia miundo msingi muhimu ambayo inahitajika katika sekta ya afya. So unapata kuna gap ile ambayo haiko. Na sisi pia kama nchi najua tuko hapo. Lakini inatuudhi kwamba licha ya pesa zile ndogo ambazo ziko bado haziwezi tuhudumia. Unanielewa? Kwa mfano sasa budget ya mwaka huu ni zaidi ya trilioni 4. Ile pesa ambayo imewekezwa percentage ni 3.6. 3.6 which is equivalent to 175 billion. 175 billion ukijaribu kuiweka hasa inaenda kulipa tu mishahara. Haina maendeleo ambayo inatakiwa kufanya katika sekta ya afya. Ndio maana utaona leo hii primary healthcare haina pesa za kutosha. Na sisi tunasema hivi,
Ukitaka maendeleo maendeleo tubuthi ambaye yatamhakikishia Mkenya anapata huduma ya afya ni kwamba uwekeze katika primary health care. Naam. Mahali unafunga nyufa ama maambukizi ya magonjwa na pia early detection ya magonjwa yale ambaye yanafika yanamwelekeza mgonjwa katika kifo. Ukiyapata kwa yani kabla hayajamzidia mgonjwa, basi unamsaidia. Na hivyo tunasema hivi. Sisi tu shida zetu ni nyingi. Sasa kwa mgogoro ambaye tuko nao kwa sasa ambao unasababisha vita ambayo iko mgomo ambao uko kwa sasa ni mgogoro wa watu wawili ambaye hawataki kusikizana. Si masuala ya afya, si masuala ya hauna fedha. Naam. Ndio. Hawataki kusikizana. Kuna swali ambalo nilikuwa nimeuliza Isa. Ndio. Na hofu kuhusiana na swala hili kutosuluhishwa sasa hivi. Unahisi kutakuwa na mwangaza? Unajua sasa siasa, kila mtu mahali, mchimuko wa siasa, watu wamechemka, kila mahali ni siasa. Tumetoka Olekalau the other day. So watu wanasema kwamba sasa wanajua mwelekeo wao kisiasa. Najua tuko na mwaka mmoja ambapo ndio mwaka wa kifedha ambao umeanza, mwaka wa mwisho wa serikali hii. Pia wana majukumu kutekeleza na kurekebisha masuala ambayo hayajaenda sawa. Na ndio maana sisi tunasema hivi, kama wahudumu wa afya ambayo tusioshiriki katika siasa, kile tunachohitaji ni kuboresha huduma za afya. Na huduma hizi zitaboreshwa kama wahudumu wa afya mahitaji yao wametekelezwa kwa muda. Kwa hivyo ni hatari sana kwamba turuhusu zaidi ya miaka 6 mgogoro uvuke na serikali ingine na hatujui itakuja na matumaini gani. Tunataka yatekelezwe kwa sasa, kwa sababu ile budget ilikuwa inahitajika. Tulienda katika mgomo na unajua mwaka uliopita ndio pesa hizi ziweze kuwekezwa. Pesa ziko. Ujeuri gani magavana wanataka kutuonyesha, ama mtu yeyote yule, hata kama ni waziri, ambapo sisi tunasema mpaka sasa hatumshiki waziri makosa yoyote. Mpaka lazima tuseme hivyo. Na tunashika governors wakiwa na makosa kwa sababu wengi wao, hata wao wenyewe tunaongelesha, wao wenyewe wanapigana. Kuna wale wanakubali, kwa mfano walipoambiwa kwamba wanachukua watu hao waende katika gatuzi. Gatuzi 12 zilikubali kuwapokea wana UHC. Lakini hizo zingine nyingi zikasema hatuwezi. Na wamejitokeza waziwazi wakiongea. Kwa hivyo ni vizuri tuseme kwamba mgogoro uliopo ni mgogoro wa kujitengenezea na unaoumiza Wakenya. Isa, mchango wako ni upi kuhusiana na hilo swala ambalo? Mchango yangu Mr. Paul is vile amesema leo, hata wakati tulipatana na CS aliongea juu ya hiyo kitu. Wamesema hiyo watu wamekorogana na wataki. And we are the one paying the USC staff in national. Then we have to take our responsibility because you have been our staff, which we still look at that, because hiyo kitu kikuja hivyo, then this mgogoro itasimamishwa very fast. Kama ni watu ambaye unajua serikali, politicians, unajua wale naye ni politician, mambo yake akiongea hatuwezi elewa kama ni unajua politician, they know how to play politics. When they can have sweet words and tomorrow is different. So ile kitu nilikuwa nataka niongezee Mr. Paul ni uliongea juu ya hiyo, what will be the next if this thing will not be solved. We know we are in a very crisis situation right now because of politics. Governors hata wataka kusikiza sasa kwa sababu kwa siasa moods. Kuna wenye wanataka kuingia second term kama senators. Walikuwa governor amemaliza second term, anataka aongeze kwa kuchezea hii pesa hii. Na hii ni staff wenye walikuwa wameokoa hawa wakati wa COVID. Some of them they were just inside their houses with supporting machines kwa sababu hawezi kutoka nje. Na wale wako exposed. Sasa wana make it like wamegeuka. Lakini hiyo yote wananchi sasa vile hata umesikia vile anaongea, tunataka health to be taken to national government. So be centralized. Hata kama wakifanya sasa referendum, kwa sababu wanasema kila kitu yenye iko constitution nafaa kufanya referendum, I'm sure completely itapita. Wananchi sasa hata wameona kwa mashinani huko, wameona vile madaktari wanateseka, vile governors wana misuse pesa na wale executives yake na wanawacha health au vile wana intimidate hata kwa doctors. Unakuta mtu mwenye hajasoma na kuambia daktari ukicheza tunakuweka transfer au utoke hapa. See, sasa unakuta hata kuangalia mgonjwa peke yake unakuwa demoralized. So, two of you mmekuwa patients. Wewe uko na stress, mgonjwa uko na stress. Na anda safu mwingine itakuwa matatizo.
George Kibore, kuna swala lingine kuhusiana na CBA ambayo mnashinikiza. Ni masuala yepi ambayo mnahisi yakishughulikiwa sasa hivi katika CBA itakuwa ni afueni? Swali nzuri, kwa sababu ukiona ilani yetu ya mgomo tulikuwa tumetaja makubaliano yetu ya kurudi kazini ambaye tuliweka sahihi tarehe 28 mwezi wa kwanza. Na tukawa tumekubaliana kwamba tarehe 2 mwezi wa pili tulikuwa tuweze kutia sahihi mkataba wa maelewano ambaye ni CBA Collective Bargaining Agreement ambaye sasa itaendelea kugovern our engagement na terms of employment ya all the clinical officers kwa gatuzi zote na national government. National government tumesha proceed, tumemaliza hiyo CBA imeshaenda kwa council of government, kwa SRC wametupatia ile barua inaitwa letter of no objection, na sasa tumeenda kotini kwa ajili ya kuregister hiyo CBA. So ile swala ambayo tunaitisha national government ni full implementation. Hii CBA effective date ni July 2025 ambapo sasa mwaka mmoja wa kifedha umeisha. Sasa magatuzi wengi wako in arrears. So tunauliza kwa nini tuwe na mkataba ambao uzitekelezwa? Pia kuna gatuzi ambazo hazikuja kutia sahihi. Tulikubaliana wakuja tarehe 2, lakini pia tukajua kuna far-flung counties zile ambazo haziwezi fika siku hiyo. Tukawapatia not later than 16th of the same month of February. Mpaka leo hii kuna gatuzi ambazo zija kuja kusaini, zijataka kutia sahihi mikataba yetu ya makubaliano ya kikazi. Na kwa namna hiyo kuna pia vile ambavyo tumegundua serikali za gatuzi zilituma council, the county secretary, the chief officers, CEC na county attorney na county public service board chair wakakuja pale siku ile tulikuwa tunatia sahihi. Kwa mfano hapa Nairobi wakakuja wakasadiki, witness wengine wakitia sahihi na wakaondoka bila kutia sahihi. Ujeuri ambaye umekiuka. Sasa leo hii watu wanaenda mgomo kwa ajili ya kutia sahihi mkataba ambayo mmeisha negotiate for more than 8 years na mmekubaliana kwamba sasa utekelezwe. Na kwa sababu hiyo imeaffect utekelezaji, na sisi tunasema tunajua matatizo ya serikali. Watadileisha alafu iwe na miaka mingi ya marimbikizi ambayo inakuwa ngumu kutekeleza. Na hatutaki kufika kiwango hicho, kwa sababu kwa sasa si tatizo kwamba hawana uwezo kutekeleza. Kwa sababu pale mbeleni ndio waliandikia SRC wakasema mkiruhusu sisi tuweze kukubaliana namna hii tuna uwezo wa kuweza kutekeleza. Sasa wakati ambapo wanakuja wanakataa kutekeleza ni ukiukaji, ni kuonyesha ujeuri kwamba una uwezo wa kukubali na kutokubali. Sasa sisi kama wahudumu wa afya tunasema nchi hii ni yetu wote, wale walio katika uongozi wa election kama magovernors na hata kama ni waziri ama rais, wote tuko na haki ya kikatiba ambapo tunasema sisi majukumu yetu kama wahudumu wa afya ni kuwasukuma waliopewa majukumu ya kuweza kutumia pesa rasilimali za Wakenya kuimprove ama kuwapatia huduma za afya. Na ndio maana tunawauliza wafanye majukumu yao. Kwa sasa tungekuwa tuna makosa, wangekuwa wameshaenda kotini. Kwa sababu hatuna makosa yoyote, utaona wanatoa intimidation wakiandika mabarua left and right kuintimidate wale ambayo wako. Na sisi tumesema tutasimama kidete. Tumewahimiza watu wetu wasikuwe na wasiwasi. Mbeleni wamefanya hivyo kwa sababu uwaga wanasubiri. Tuliwapatia ile tunaita demand letter 21 days wakaignore. Tukafuatisha ilani ya mgomo 14 days, no response, no meeting. So leo hii tukienda katika mgomo unakuja unatuambia suspend mgomo mkuje tuongee. Tunaongea nini? Utekelezaji. Tuliongea zaidi ya miaka 8, sasa ni utekelezaji tunaitisha. Hakuna shortcut to that. Kama hawataki kutekeleza, nafikiri muda umefika kuondoka, waondoke. Kama kuna mtu mwingine ambaye anaweza tekeleza, hakuja tekeleze. Naam. Ndio. Asante sana. Acha nisikilize kauli ya mwisho kutoka kwake Isa Ahmed. Tumebakisha dakika kama 2 hivi. Ni benefits zipi ambazo maafisa hawa watapata iwapo wataidhinishwa? Benefits yenye UHC staff watapata waki-implement this PNB letters and other and permanent. So like other permanent staff, comprehensive health care cover and job security
and they will live like other Kenyans. And then allowances, because this staff, they are not getting the whole package of salary. That's the benefit, and the big benefit is job security. Yeah. Asante sana. Naweza muongezea kuna ile pia kupandishwa vyeo na wanaweza ruhusiwa pia kuongeza tajriba kwa sababu waliajiriwa wakiwa na ile minimum qualification. Na katika sekta ya afya mara mingi kuna vile ambavyo unapanda ngazi professional development. So hiyo yote itakuwa imefunguka kwao. Na pia unajua unapandishwa vyeo kila kuna ile ambayo wanapata ruzuku ya kila mwaka ambayo inaongezewa wafanyakazi wote walio katika serikali. Hawapati kwa sasa. So watakuwa at least wameingia katika kupata hiyo faida ili kusudi na wao waekeze katika ile kitu inaitwa retirement benefit. Kwa sababu ukiretire mara mingi unajua una retire miaka yako imepotea na hauna chochote. Ndio maana unaona watu wana retire lakini hawezi hata gharimia matibabu na wakati huo mwili iko chini. So inakuwa anasoroteka ama anaisha kama vile ambavyo karatasi ambaye imenyeshewa. Kwa hivyo na sisi tunasema hivi, unaweza tu boresha maisha yako ya usoni iwapo kama serikali pia imeweza kukubali kwamba unawapatia huduma wa Kenya na wa acknowledge wa appreciate kazi ambayo unafanya kwa kukuweka katika kanisa za kudumu na waweze kukuwezesha pia kugrow kama mtu uweze kuwekea watoto wako maisha ambayo inatosha. Sasa hii wanateseka. Unajua wanalipwa shilingi 4,000. Mtu anafanya kazi Nairobi analipwa shilingi 4,000 kuishi. Yani umeambiwa utaishi tu maybe Kibera ama utaishi Kawangware ama yani utaishi mahali ambapo uko confined. Na hiyo ndio ina happen na wahudumu wa afya wengi. Ndio. Asante sana George Gibore ambaye ni katibu mkuu KUKO, na asante sana upande wa pili Isa Ahmed, mhudumu wa afya UHC, kwa kufika kwenye studio za TV47. Bila shaka naarifiwa hapa studioni muda wangu umekimbia sana, muda umenipa kisogo. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Dakika 21 zimekatika baada ya saa 2 kamili. Shukrani za kufika kwenye studio za TV47. Nurses wameshatangaza mgomo, utakuwa unaanza tarehe 29. Kwa hivyo tunataka kutangaza kwamba Juma Alhamisi ambayo inayokuja tunataka kuandaa maandamano makubwa Nairobi. Ndio tunazidi kufuatilia katika chumba cha TV47. Bila shaka mtazamaji, asante sana kwa muda wako na kufuatilia mazungumzo haya komavu sana kuhusiana na sekta ya afya ambayo iko katika njia panda sasa hivi. Kufikia hapo sina la ziada na kutakia usiku mwema. Asante.